Upo utaratibu ambao ni wa pande zote kwamba ada zile zinasaidia hivi vyuo ama taasisi ziweze kujiendesha, hasa zile ambazo hazipokei ruzuku ya serikali kwa kiwango cha kuweza kujiendesha. Lakini upo ukweli kama ambavyo mheshimiwa mbunge alivyosema wa kwamba inatokea katika baadhi ya wanafunzi anakwama kabisa kutokana na mazingira alikotokea. Sasa utaratibu ambao umekuwa ukitumika miaka mingi, hata enzi ambapo hapakuwa na elimu bila ada, ilikuwa ni wanafunzi kuruhusiwa kufanya mitihani, lakini watakapotakiwa kuchukua vyeti vyao watalazimika kulipa kwanza zile ada ambazo hawakuwa wamezilipa. Kwa hiyo nielekeze taasisi zetu za elimu kuzingatia utaratibu ule ambao umekuwa ukitumika wa kutokuwazuia wanafunzi kufanya mitihani, kwa sababu mitihani ni jambo la maandalizi. Mwanafunzi anakuwa ameshajiandaa, yuko tayari kwa ajili ya mitihani, na jambo la ada sio la kwake, kwa anapata adhabu kutokana na hali halisi ya kimaisha ya familia yake. Ile ni jambo ambalo si jema. Turejee kwenye ule utaratibu ambao mitihani ikifika wanafunzi wafanye mitihani, wapimwe, kwa sababu hicho ndicho hawapimwi kwa ada, wanapimwa kwa maandalizi ya mafunzo walioyapata, na utaratibu ule wa kwamba atakapohitaji cheti chake lazima awe amemaliza mahitaji yote ya kimalipo ambayo alitakiwa kuyafanya. Sambamba na hilo, taasisi